furaha tele kujumuika nawe katika kipindi hiki cha neno, ewe msikilizaji. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Imekuwa baraka kuona jinsi Bwana anavyotuelekeza katika mapenzi yake kwa kujifunza yatupasayo kwenye maandiko, yaani Biblia. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya 12 kuanzia aya ya 11 hadi sura ya 15 aya ya 12 kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Rehoboamu alimwacha Mungu na kutembea mbali na sheria yake, na hivyo Mungu akamhukumu kwa kumtuma yule Shishaki mfalme wa Misri aliyemvamia. Nasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 9 hadi 11. Neno lasema hivi: basi Shishaki mfalme wa Misri akapanda juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, wakaja walinzi wakazichukua, wakazirudisha tena chumbani mwa walinzi. Ngao hizi ambazo neno la nena habari yake ni zile ngao za dhahabu ambazo Sulemani alizifanya kutoka kwa dhahabu ambayo Daudi aliiweka katika nyumba ya Bwana. Baada ya huyo mfalme kuzichukua, Rehoboamu alifanya za shaba mahali pake. Hili ni thibitisho la hukumu ya Mungu juu yao kwa sababu ya dhambi yao ya kumwacha Bwana Mungu wa Israeli, Mungu aliyewaokoa na kuwapa nchi hiyo kama urithi. Yaliyotendeka kwa Rehoboamu yalikuwa ya kumnyenyekeza sana, kwani alikuzwa na kulelewa katika nyumba ya kifalme na utajiri mwingi. Alilotarajia litendeke ni raha hiyo na mali ya kudumu milele. Ila kwa ufamizi wa Shishaki mfalme wa Misri, aliona na kufahamu kwamba ufalme huo na utukufu wa Sulemani ulikuwa umeanza kudidimia na pia ulikuwa wakaribia mwisho. Kwenye aya ya 12 neno laendelea kutuambia hivi: naye alipojinyenyekeza, ghadhabu ya Bwana ilimgeukia mbali asimharibu kabisa. Tena yalionekana katika Yuda mambo mema. Aya hii, msikilizaji, yatufundisha na kutuonyesha jinsi Mungu alivyo mwenye huruma na rehema nyingi. Mtu huyu aliponyenyekea mbele za Bwana, mara moja hukumu iliyokuwa juu yake iliondolewa juu yake na ufalme huo wa Yuda, maana neno lataja kuwa kulikwepo na mambo mema katika Yuda. Halafu aya hiyo ya 13 yasema hivi: basi mfalme Rehoboamu akajitia nguvu katika Yerusalemu akatawala. Maana Rehoboamu alikuwa na umri wa miaka 41 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 17 huko Yerusalemu, mji aliyouchagua Bwana miongoni mwa kabila zote za Israeli, ili aliweke huko jina lake. Na jina la mamaye aliitwa Naama Mwamoni. Kwenye aya hii twapata jina la mamaye Rehoboamu aliyekuwa Mwamoni. Licha ya watu wale kufanya vita na Daudi alifanya urafiki nao. Sasa twapata kwamba mjukuu wake alikuwa na mama aliye wa uzao wa Waamoni. Nafikiri kwamba ni lazima mwanamke huyo alichangia katika tabia za kijana huyo. Kwenye kitabu cha Wafalme, mfalme alipotajwa, jina la mamaye lilitajwa pia. Sababu na maana ni kwamba kuna kiwango cha uwajibikaji kwa kina mama kwa habari ya watoto wao. Sina maana kwamba kina baba hawahusiki katika malezi ya wana wao, ila ushawishi wa kina mama huwa wa kiwango cha juu sana katika maisha ya watoto. Kila mzazi ni lazima awajibike katika ulezi wa watoto kwa njia ya kiungu. Neno la malizia sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 14 hadi 16: naye akatenda yaliyo maovu, kwa kuwa hakuukaza moyo wake amtafute Bwana. Basi mambo yake Rehoboamu, ya kwanza na ya mwisho, je, hayakuandikwa katika tarehe za Shemaya nabii na Ido mwonaji kwa jinsi ya kuandika na saba? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa katika mji wa Daudi.
na Abiya mwanawe alitawala mahali pake. Huo, ndugu msikilizaji, ndio ulikuwa mwisho wa utawala wa mtu huyo aliyekuwa na baba mwenye hekima, lakini hakuitafuta hekima hiyo. Mungu atusaidie tuwe watu wenye hekima kwa kuishi kwake Bwana, maana yeye ndiye hekima kwetu itokayo kwa Mungu. Baada ya kifo cha Rehoboamu, Abiya mwanawe alianza kutawala. Ijapokuwa katika kitabu cha Wafalme neno latuambia kwamba alitembea katika dhambi za babaye na moyo wake haukuwa mkamilifu mbele ya Bwana, kwenye kitabu hiki twapata habari ya tendo alilotenda la kumheshimu Bwana. Ukitaka kusoma sehemu hiyo ya kitabu cha Wafalme, sehemu hiyo ii kwenye sura ya 15 aya ya 3 ya kitabu hicho cha Wafalme wa kwanza. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 6 kwenye sura ya 13 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Hebu sikiliza. Katika mwaka wa 18 wa mfalme Yeroboamu, akaanza Abiya kutawala juu ya Yuda. Miaka 3 akatawala huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Urieli wa Gibea. Kulikuwa na vita kati ya Abiya na Yeroboamu. Abiya akapanga vita mwenye jeshi la watu hodari wa vita, watu wateule 400,000, naye Yeroboamu akapanga vita juu yake mwenye watu wateule 800,000 waliokuwa waume mashujaa. Basi Abiya akasimama juu ya kilima cha Semaraimu kilichoko milimani mwa Efraimu, akasema, nisikieni enyi Yeroboamu na Israeli wote. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe kwa agano la chumvi? Lakini Yeroboamu mwana wa Nebati, mtumwa wa Sulemani mwana wa Daudi, akainuka akamfanyia fitina bwana wake. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, twafahamu ya kwamba kulikuwepo na sababu maalum ya yote kutendeka jinsi yalivyotendeka. Kwa sababu ya Sulemani kumwacha Bwana Mungu, Mungu alinena kwa kinywa cha nabii na kusema kwamba ataugawanya ufalme na kumpa jiranie. Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo ambapo Rehoboamu alipoanza kutawala. Sasa kwenye aya ya 7 huyu Abiya aendelea kunena, naye asema hivi: wakamkusanyikia watu mabaradhuli wasiofaa kitu, waliojitia nguvu juu ya Rehoboamu mwana wa Sulemani, Rehoboamu alipokuwa kijana na wa moyo mwororo, asiweze kuwazuia. Ingawaje ni kweli kwamba kijana huyo alikuwa mwororo, alikuwa mpumbavu pia, nao waliokusanyika juu yake walikuwa watu wenye ujuzi, asiweze kuwashinda. Hata hivyo, Abiya alijaribu kuwarejesha kabila zote kwake, lakini haikuwezekana. Yeroboamu alikuwa amejifanya kuwa mfalme juu ya kabila zile 10, wala hakutaka lolote kuhusu amani. Tazama maandiko haya yaliyoko kwenye aya ya 13 na 14. Neno lasema hivi: lakini Yeroboamu aliwazungushia waviziao kwa nyuma, basi wao wakawa mbele ya Yuda na wale waviziao nyuma yao. Na Yuda walipotazama nyuma, angalia, vita vikawa mbele na nyuma, wakamlilia Bwana, na makuhani wakapiga mapanda. Kwa sababu ya vita vilivyokuwa vimemkabili Yuda, Yuda walimlilia Mungu ili awasaidie, naye Mungu awajibia kwa jinsi hii, kama vile twasoma kwenye aya ya 15 hadi 17. Ndipo wakapiga kelele watu wa Yuda, ikawa watu wa Yuda walipopiga kelele, Mungu akampiga Yeroboamu na Israeli wote mbele ya Abiya na Yuda. Wana wa Israeli wakakimbia mbele ya Yuda, naye Mungu akawaua mikononi mwao. Abiya na watu wake wakawapiga mapigo makuu, hata wakaanguka wameuawa Waisraeli 500,000, watu wateule. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo hapa, Mungu aliwapatia watu hawa ushindi mkubwa sana. Endelea kusoma kwenye aya ya 19 na 20, ambapo neno latuambia hivi: Abiya akamfuata Yeroboamu, akamnyang'anya miji, Betheli na miji yake, na Yeshana na miji yake, na Efroni na miji yake. Wala Yeroboamu hakupata nguvu tena siku za Abiya. Kisha Bwana akampiga akafa. Hiyo ndiyo ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya Yeroboamu kwa kugawanya ule ufalme, na zaidi sana kwa kufanyiza ndama zile na kuambia watu kwamba hiyo ndiyo miungu iliyowatoa kule Misri. Ndugu msikilizaji, unapoishi miaka kadha wa kadha huku wewe waendelea kutenda matendo maovu, usifikiri kwamba
Mungu hakuoni, wala siku yako haitafika ambapo hukumu yako itakuwa juu ya kichwa chako. Ni lazima siku itafika ambapo Mungu atakuhukumu sawasawa na vile ulivyotenda. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 21 na 22: ila Abiya akapata nguvu, akaoa wake 14, akazaa wana 22 na binti 16. Na mambo ya Abiya yaliyosalia na njia zake na maneno yake yameandikwa katika kitabu cha maelezo cha nabii Ido. Abiya hakuwa mfalme mkuu, lakini baada yake alikuja mwana aliyeleta uvuvio wa kwanza katika nchi ile. Hayo ndiyo twayapata kwenye sura ya 14, na katika sura hiyo twaona habari ya Asa mfalme wa Yuda na jinsi uvuvio ulikuwako katika utawala wake. Uvuvio huo ndiyo wa kwanza tangu ufalme huo ugawanyike. Naamini kwamba katika sehemu hii ya maandiko Mungu atupa ujumbe na somo kuhusu uvuvio. Njia ya kufikia uvuvio ni kama kupanda mlima, na pia ina mabonde. Hata hivyo, barabara hiyo ina ramani nzuri sana, tena iliyo sawa kabisa na daraja ambazo ni lazima kuvuka. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza katika sura hii ya 14 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati: basi Abiya akalala na baba zake, wakamzika mjini mwa Daudi, akatawala Asa mwanawe mahali pake. Katika siku zake nchi ikastarehe miaka 10. Kulingana na maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mara Asa alipochukua hatamu za uongozi, nchi hiyo ilistarehe miaka 10. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 2 hadi aya ya 4. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake, maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Hapa mwenzangu, twaona moja kwa moja hali na tabia ya mtu huyu. Mtu huyu alitaka kumpendeza Bwana maishani mwake. Kisha aya hiyo ya 5 na 6 zasema hivi: tena akaondoa kutoka miji yote ya Yuda mahali pa juu na sanamu za jua, ufalme ukastarehe mbele yake. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe, wala hakuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana amemstarehesha. Kama vile tuona kwenye maandiko haya, mtu huyo alikuwa mtu wa amani. Hata hivyo, wale Wakushi au wa Ethiopia walifanya vita juu yake. Jina la mfalme aliyefanya vita juu yake ni Zera. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 9 na ya 10, ambapo neno latuambia hivi: kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1,000 na magari 300, akaja Maresha. Akatoka Asa Amlaki, wakapanga vita Maresha, bondeni mwa Sefatha. Hapa tuona kwamba Asa hakuwa tu mtu wa amani, bali alikuwa mtu wa vita pia. Katika hili tuona maisha yake ya kibinafsi, nayo ni ya kutia moyo sana, hasa kwa kufahamu kwamba ilikuwa jukumu lake na wajibu wake kulinda huo ufalme wa watu wa Mungu. Ewe kiongozi, ndivyo wastahili kuishi, yani utafute kila njia ya kuwajibika kwa hayo ambayo umeitwa, yani kuwashughulikia wale ambao wawaongoza. Imekuwa kawaida watu kufikiri kwamba mtu anapokuwa katika uongozi, basi wale walio chini yake ndio wafaa kumtumikia. Hivyo si ndivyo ilivyo, maana yahitajika kwamba viongozi wawatumikie wale ambao wanawaongoza. Hayo ndio twayaona katika maandiko, na pia yafaa sana katika uongozi wowote ule. Nami ningelipenda kusema hivi, ndugu msikilizaji, hasa wewe uliye kiongozi wa tabaka yoyote ile, ya kwamba Mungu amekuweka mahali pale kwa sababu na kwa wakati, na mara wakati wako utakapokwisha, ni lazima utaondoka mahali pale. Na je, ukiondoka, ni nini kitakuwepo hapo cha kuonyesha na kudhihirisha kwamba uliwatumikia watu wako? Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uwatumikie watu wako katika kusudi lake, maana hiyo ndiyo sababu ya wewe kuwepo mahali hapo. Kwenye aya ya 11 na 12 neno latuambia hivi: naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliyewakusaidia
kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda, na Wakushi wakakimbia. Rafiki yangu, Asa hakuwa tu mtu aliyetaka kumpendeza Mungu au mtu aliyekuwa tayari kuwajibika katika jukumu lake, bali alikuwa mtu wa maombi. Kiongozi yeyote yule ni lazima afahamu ya kwamba uwezo na nguvu alizo nazo ni Mungu ndiye amempa, na iwapo atafanikiwa katika majukumu yake ni lazima awe mtu wa maombi. Maombi ya Asa yalikuwa moja kwa moja. Hilo aliloomba ndilo alimaanisha. Kama vile ilivyo, ndugu yangu, hivyo ndivyo twahitaji kuwa katika maisha yetu. Tuwe viongozi, tuwe watu wanaoongozwa. Ni lazima tuwe watu wa maombi, maana tunapokuwa na uhusiano wa maombi na Mungu, Mungu atatusaidia wakati wa shida. Mungu atatusikia na atatufanyia wokovu mkuu, kama vile ilivyokuwa kwa watu hawa waliokuwa wamekabiliana na jeshi kubwa ambalo lilikuwa watu elfu, yani kwa lugha rahisi walikuwa watu milioni moja. Neno la malizia sura hii ya 14 kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 13 hadi 15. Hebu sikiliza. Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakawafuata mpaka Gerari, nao wengi wakaanguka wa Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele za Bwana na mbele ya jeshi lake, na hao wakachukua mateka mengi sana. Wakaipiga miji yote kando kando ya Gerari, maana hofu ya Bwana ikawajia, nao wakaiteka nyara miji yote, kwa maana zilikuwamo ndani yake nyara nyingi mno. Wakazipiga pia hema za ng'ombe, wakachukua kondoo wengi na ngamia, wakarudi Yerusalemu. Rafiki yangu, Mungu alimpa mfalme huyu ushindi kwa sababu alikuwa na uhusiano naye, na pia alimtegemea katika kila jambo. Iwapo wahitaji ushindi maishani mwako, iwapo ungelipenda kumwona Bwana akitenda makuu katika kila hali, ni lazima uwe na uhusiano wa dhati naye, uwe mtu wa maombi, mtu ambaye ameuweka moyo wake kumtafuta Bwana Mungu. Hakuna yeyote anayemtafuta Bwana Mungu asiyeweza kuona mambo makuu ambayo Mungu hutenda katika maisha ya wote wamtafutao. Fuata mfano wa Asa, nawe utayaona haya ni kuambiayo. Sasa tunapogeukia sura ya 15, twapata himizo kutoka kwa Azaria nabii. Pia tutaona daraja 3 ambazo ni lazima kuvuka kabla ya kufikia uvuvio. Daraja ya kwanza ni ufahamu na maarifa ya neno la Mungu. Hilo ndilo twalisoma kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3. Neno lasema hivi: ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana torati. Sikitisho, ndugu msikilizaji, lililokuwa katika siku za Asa ndilo li katika makanisa na shirika nyingi za watoto wa Mungu. Hamna mafundisho ya neno la Mungu. Wahubiri ni wengi, walimu wa neno la Mungu ni wachache mno. Nao kama vile walihitajika katika siku za Asa, ndivyo ilivyo katika siku zetu za leo. Walikuwepo makuhani wengi, lakini kuhani wa kufundisha hakuwepo. Kwa sababu hiyo hawakuwa na torati, wala hawakufuata neno la Mungu kama ilivyowapasa. Huyu nabii aendelea kusema hivi kwenye aya ya 4: lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Rafiki, hivi ndivyo ilivyo. Iwapo utafanya shughuli yako na Mungu, Mungu atakushughulikia viwavyo. Lipokee neno la Mungu, lisome na kulitenda, nawe utamwona Mungu akikuonekania katika kila hali. Hivi ndivyo neno laendelea kutuambia kwenye aya ya 5 hadi aya ya 7: hata na zamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye, wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu yao wote wakao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa, na mji juu ya mji,
kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Nanyi jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Kwa sababu ya kutomtafuta Mungu hapo awali, amani hawakuwa nayo wale watu wa Yuda. Je, mwenzangu, kuna uwezekano kwamba shida ambazo zimekumba taifa letu ni kwa kuwa hatumchi Bwana? Naamini kuwa jibu ni ndiyo. Maana sisi tulio viumbe, tunapomgeukia Mungu kwa toba, yeye atatusikia na kutuokoa na shida zinazotukabili. Je, wewe utafanya nini kwa habari hii? Endelea kutafakari hilo ukisikiliza hili lililoko kwenye aya ya 8 na ya 9. Naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yani unabii wa mwana wa Odedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benyamini, na katika miji aliyoitwaa milimani mwa Efraimu akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana iliyokuwako mbele ya ukumbi wa Bwana. Akakusanya Yuda wote na Benyamini na hao wageni waliokaa kwao, na Efraimu na Wamanase na Wasimioni, kwa kuwa walimwangukia wengi katika Israeli walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Kulingana na hili tulilosoma hapa, msikilizaji, baada ya wale watu wa Israeli kuona kwamba Mungu alikuwa pamoja na Asa, waligeuka na kwenda upande wake, maana watu hupenda mahali ambapo Mungu yupo. Na kwako ndugu mchungaji, wewe uliye kiongozi, iwapo utaona ufanisi katika maisha yako, hasa maisha ya kihuduma, ni lazima mkono wa Mungu uwe juu yako kama vile ulivyokuwa kwa huyo Asa. Tunapoendelea kwenye aya ya 10 hadi 12, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 wa kumiliki kwake Asa. Wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizozileta dhabihu za ng'ombe 700 na kondoo 7,000. Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Lile ninaloliamini mpendwa, ni kwamba umeona jinsi watu hawa walivuka daraja ya kwanza. Hawakujaribu kupitia njia ya mkato, wao walikuzwa katika maarifa ya neno la Mungu. Walianza kumtafuta Mungu kwa mioyo yao yote na kwa nafsi zao zote na kwa roho zao zote, huku wakiwa na ufahamu wa neno la Mungu lililowafikia kwa huyo nabii mwana wa Odedi. Msikilizaji, hivi ndivyo uvivio huwafikia watu wanaomtafuta Mungu. Ni lazima kuligeukia neno la Mungu ikiwa kuna shauku la kuguswa naye. Bila ya kulijua neno la Mungu, haiwezekani pawepo na uvuvio. Uamsho hautegemei mitindo au kujishughulisha sana, bali ni lazima pawepo na maarifa, ufahamu na upendo kwa hilo neno la Mungu, hasa kwa kulitenda. Mkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Je, watarajia uamsho au uvuvio pasipo ya kulijua neno hili? Lipende neno la Mungu msikilizaji, lisome, nawe utakuwa wasogea uvuvio katika maisha yako. Hamu yako ya kuwa karibu na Mungu na kukuzwa katika imani utaifikia kwa njia hiyo tu. Naamini kwamba utafuata hili ulilojifunza na kulitenda kama yalivyo katika makusudi na mapenzi yake Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu. Hebu natuombe. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa Bwana, leo hii tena tumebarikiwa kwa sababu baraka umetuandalia teletele kutoka kwenye neno lako. Tazama, tumejifunza kwamba twakuhitaji katika maisha yetu, na kwamba tunapokuwa pamoja nawe ushindi tumehakikishiwa, ila tunapokosa kufuata neno lako na kutenda kwa njia yetu wenyewe, basi ni lazima tutashindwa. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amepokea neno hili, nikiamini kwamba utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu alifuate na kulitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana Bwana, haya ambayo tumejifunza leo hii watutakia maishani mwetu, ili jina lako litukuzwe miongoni mwa watoto wako. Asante Roho wa Mungu, maana utamwongoza ndugu yangu na kumwezesha kuyatenda yote ambayo ameyapokea leo hii. Haya nimeyaomba kwa ufahamu kuwa tayari umeyatenda, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, amen. Ndugu msikilizaji, baraka ndizo hizo, na najua kwamba umezipokea. Kwa hivyo kinachosalia ni wewe kulishika neno hili na kutenda kama vile Mungu amekuamuru. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi
ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena, 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.